Na mtazamaji wangu, ni pigo jipya kwake Rais mstaafu Jakaya Kikwete pamoja na Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Haya yote ni kufuatia na kile ambacho vijana Gen Z walikuwa wakiandamana kushindwa kufanikisha. Mbaya kabisa, kuna utumiaji wa nguvu kupita kiasi ambapo umeweza kugharimu maisha ya vijana Gen Z. Mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, kuna hasira za vijana Gen Z hivi sasa, kwani vijana Gen Z wanaamini ya kwamba ushirikiano wa Rais mstaafu Jakaya Kikwete pamoja na Rais Mama Samia Suluhu Hassan umeweza kuchangia pakubwa kwa kile ambacho kinazidi kushuhudiwa baada ya kurejeshwa kwa mitandao ama internet, hatua ambayo vijana Gen Z wameweza kuibuka kwa mara nyingine kujieleza ni kwa nini ambapo waliweza kuandamana. Maandamano ya Gen Z yalionyesha kizazi kipya cha Watanzania ambacho kimeweza kuchoshwa na hali ya kisiasa, ukosefu wa ajira na rushwa katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi, sababu na dhumuni yao kuandamana ilikuwa kusimama kidete kudai mabadiliko yaweze kufanyika, sawia na uhuru kwa viongozi walioweza kukamatwa pamoja na uhuru wa vyombo vya habari. Ila sote tumeweza kushuhudia ni kipi ambacho kiliweza kuwakuta kwa wao kuandamana. Hivyo basi, hivi sasa wameweza kusalia na hasira nyingi ama hasira kwa viongozi hawa. Mtazamaji wangu, pia kuna kupotea kwa imani kubwa kwa serikali kwa njia moja ama nyingine. Mtazamaji wangu, hivi sasa viongozi walioko katika chama cha CCM wataweza kuwa na kipindi kigumu mno kushirikiana hata na wananchi. Mbaya kabisa, vijana Gen Z hawajaweza kufurahia kile ambacho kimeweza kukuta baadhi ya Gen Z ambao wameweza kuaga dunia, waliokuwa wameweza kujitokeza katika maandamano ya kupinga na kukosoa viongozi wa chama cha CCM na serikali ya awamu ya 6 kutohudumu kama viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 7. Na mtazamaji wangu, pia kumbuke kwamba hivi sasa kuna athari ya umaarufu wa viongozi wa staafu. Umaarufu wa Mheshimiwa Jakaya Kikwete huenda umeweza kuingia doa kubwa ambalo litaweza kuwa kwa muda hadi kipindi na wakati ambapo huenda Tanzania mpya ikaweza kubadilika. Sote tunafahamu kwamba Rais mstaafu Jakaya Kikwete kweli aliweza kutumia chama cha CCM, ila kwa yeye kushirikiana na Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa mara nyingine kumpigia kampeni hata kura ama kumfanyia kampeni ili chaguliwe na wananchi wa Tanzania. Hivi sasa vijana Gen Z wanaona ni wazi kwamba Mheshimiwa Jakaya Kikwete naye anaunga mkono yale yote yaliyoweza kutekelezwa siku ya maandamano ya vijana Gen Z, jambo ambalo limeweza kutia dosari uongozi wake ijapokuwa aliweza kuwa ni rais mstaafu. Mtazamaji wangu, kuna kuongezeka kwa ujasiri wa umma kwa njia moja ama nyingine. Hivi sasa mtazamaji wangu, chochote kile ambacho kitaweza kuenda kinyume na vijana Gen Z ama Mtanzania yote yule, huenda kaweza kulazimika kuingia barabarani kwa maandamano kutokana na machungu ambayo waliweza kuyapata kipindi na wakati ambapo maandamano ya kihistoria yaliweza kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania chini ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mwisho siku baadhi ya vijana Gen Z wengi kuaga dunia, hali ambayo haikuweza kutarajiwa kabisa kutokana na maandamano yaliyoweza kuwa ya amani. Mtazamaji wangu, pia hivi sasa huenda tukaweza kushuhudia mgawanyiko mkubwa ndani ya chama cha CCM. Hivi sasa tunafahamu ni pressure gani ambayo wasanii waliokuwa support ama kupigia kampeni viongozi wakuu wa CCM wanazidi kupitia. Sio wasanii tu, bali hata watu maarufu katika Jamhuri ya Tanzania. Tumeweza kuona athari ambazo wameweza kuzipata katika biashara zao, uwekezaji walioweza kuwekeza maeneo mbalimbali, zote hazijaweza kuwa ni
faida bali ni hasara, kwani mwananchi katika Jamhuri ya Tanzania ana haki ya kufanya Kenya walifanya, hasa kwa wale wote waliokuwa wakizipiga kampeni kwa viongozi wa CCM. Kwa njia moja ama nyingine, msanii huwa lazima aweze kuwa na shabiki. Shabiki huyu ni shabiki ambaye ataweza kudumu milele na milele, tofauti kabisa na serikali. Serikali itaweza kubadilika baada ya miaka 5, ila sote tumeweza kuona ni kipi ambacho wasanii waliweza kusimama nacho kipindi na wakati ambapo Watanzania walikuwa wakiwahitaji katika hali ambayo iliweza kuwa ni taharuki kubwa. Vile vile mgawanyiko ndani ya chama cha CCM. Kuna viongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole, Mheshimiwa Gwajima. Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo, kwani wao waliweza kuwa upande wa kusimama na vijana Gen Z kufanyike maandamano ili Tanzania mpya iweze kushuhudiwa. Vile vile ndani ya chama cha CCM mgawanyiko ni lazima utaweza kutokea. Mbaya kabisa, akina Mheshimiwa Humphrey Polepole na hata Mheshimiwa Gwajima huenda ikawa ni mwisho wao ndani ya chama hicho ama vyama hivyo vya kisiasa, kwani sote tunafahamu ni kipi ambacho walikuwa waweze kukitarajia kifanyike, kwani waliweza kuwa mstari wa mbele na watu wa kwanza kabisa kupinga Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuchukua fomu kwa ajili ya kupeperusha bendera ya CCM katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine kuna shinikizo la kimataifa. Shinikizo hili litaweza bado kumwangukia tena Mheshimiwa Jakaya Kikwete pamoja Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Kikwete pamoja na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, hatua ambayo inazidi kudhihirisha jinsi gani ambavyo Watanzania wameweza kupoteza imani kabisa na chama hiki cha CCM pamoja na viongozi wao. Vile vile mtazamaji wangu, kuna vyombo vya habari kujitokeza kwa njia moja ama nyingine. Hatua hii hivi sasa inazidi kujadiliwa mno na idadi kubwa ya vijana Gen Z na hata Tanzania kwa ujumla, kipindi na wakati ambapo waliweza kunyamazia kimya swala lililokuwa likiendelea, maandamano ya Gen Z. Hata baada ya kurejeshewa mitandao ya kijamii, hawajaweza kuingilia ndani kuzungumzia masuala ambayo yaliweza kusababisha vifo vya vijana Gen Z, hatua ambayo inazidi kudhihirisha wazi mgawanyiko katika Jamhuri ya Tanzania kati ya wale watakaokuwa upande wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa na wale watakuwa katika kupinga serikali ya awamu 7. Ila hao kupinga serikali ya awamu 7 wangependa siku na wakati ambapo historia mpya itaweza kuandikwa katika Jamhuri ya Tanzania iweze kuwa na majina yao na kuonyesha mchango ambao waliweza kuchanga kwa ajili ya Tanzania mpya. Mtazamaji wangu, kuna wito wa mabadiliko mapya ya kisiasa, ndipo ambapo waliweza kuchangia pakubwa vijana Gen Z kuandamana na hata kupenda. Ingekuwa vema iwapo chama cha CCM kisingeweza kufanikiwa kupata ushindi ama kingeweza kufanya mabadiliko kumpa kiongozi mwingine kupeperusha bendera chama hicho katika uchaguzi wa mwaka 2025 na sio Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba vijana Gen Z walikuwa kisimama mno na chama Chadema, ila kwa njia moja ama nyingine hawakuweza kufanikiwa kutokana na chama hicho kushindwa kuwania kiti cha urais kutokana na Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na Mheshimiwa John Heche kuzuiliwa na viongozi wa serikali ya awamu 6, hivi sasa ikiwa ni viongozi wa serikali ya awamu 7. Je, mtazamaji wangu, wa mtazamo wako ni upi kuhusiana na hatua yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan na Rais mstaafu Jakaya Kikwete ndani ya chama cha CCM kwa yale yote yaliweza kutokea kipindi na wakati ambapo vijana Gen Z walikuwa wakiandamana? Tuchie maoni yako, subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.